Hivi mwanangu, wewe unakuweza kutoka na mshangazi kama yule? Umeshindwa kutafuta kitoto cha 2000? Naomba nielewe, ni mwanamke nilonichagua mimi, sitaki unipangie, na huwezi kuamini mwamba aliyekula kofe. Unajua kiukweli mimi naona kama vile ananipenda. Oh wow, asa kwa sababu gani usiniambie? Ila anahofia ni mdogo tu. Basi huwezi kuamini, madam aliweza kumcheka rafiki yake. Kwani vipi? Mbona kama vile hujapendezwa? Basi huwezi kuamini. Vai akasema, "Hapana, kama vipi? Mlete tumpime nimuone, nijue kama vile atakimbia." Basi huku Brenda akasema, "Hapana, haiwezekani. Huyo ni wa kwangu tu, kwa niachie mimi." Akasema, "Okay, anyway, haina shida. Mlete tumuone." Ila rafiki yangu, chonde, hili ni penzi jipya. Kwa hiyo naomba tu kama una jambo lako, naomba liishie hapa hapa. Okay, sawa, haina shida, ila tu mimi namsubiria nimuone. Na huwezi kuamini, yani Brenda alikuwa ni mtu wa wivu sana. Usiku ule ulipita na ni asubuhi sasa. Brenda aliamua kumfuata rafiki yake huko chumbani. Basi ili aweze tu kumpigia story 2-3. Hivi rafiki yangu, mpaka sasa hivi hujaolewa, ni bora tu uolewe, maana achana na hicho kitoto cha 2000, maana kitakutesa tu bure. Mbona wewe ulipo hapo hujaolewa? Basi Vai aliweza kukuna tu kichwa, akamwambia rafiki yake, hapo cha kufanya sema tuolewe wote. Naambiwa tu ulipofika asubuhi na mapema, basi Vai aliamua kwenda kufungua mlango. Aligongewa tu hodi na hatujui ni nani. Ile anafungua mlango tu, alimkumbatia na hatujui huyu ni mtoto wake au vipi, tutajua kisa kidogo. Basi aliweza kumkaribisha hapo ndani. Mwanangu, naona umekuwa sasa, na huwezi kuamini, aliweza kumkumbatia sana. Baada ya hapo, jamaa aliweza kukaribishwa huko ndani. Baada ya hapo, mwamba aliletewa mapochopocho kisha akaanza kula. Basi madamu akamwagiza mfanyakazi, "Nenda kamwite huyo rafiki yangu aje hapa." Basi mfanyakazi aliamua kuondoka chap. Aliweza kufika, ile mwamba anaangalia tu hivi, basi macho kagongana Brenda na Maxwell. Basi wakawa wanaangaliana, huku mama akawa elewe, anasema, "Karibu, huyu ni mwanangu." Brenda akawa anashangaa, "Mwanao? Hii vipi?" Basi wakawa wanaulizana, akamwambia, "Basi hebu anakula, huyu ni rafiki yangu." Na huwezi kuamini, Brenda kichwa kilimuuma ghafla, na kisha akasema, "Samahani mara moja, acha tu mimi nitoke." Akauliza, "Kwani umepatwa na kitu gani?" Brenda akasema, haina shida, acha tu mimi niondoke." Basi Brenda aliweza kuondoka na kuacha Maxwell na mama yake. Na hapa ndio tunagundua kumbe huyu mshangazi, kumbe huyu ndo kijana wake. Ile unaambiwa tu alipofika chumbani akawa anashangaa, haelewi kipi cha kufanya. Hivi hii inawezekanaje Maxi? Yaani kumbe rafiki yangu natoka na mwanae, mimi siamini. Baada ya hapo binti akasema, "Samani, naenda kuchukua poda ya dukani, ila mimi narudi mara moja." Basi aliweza kutoka taratibu. Naambiwa waliweza kukaa muda mrefu sana, ila Maxwell akasema, "Samani mama, ngoja mimi nikamcheki huyu rafiki yako." Basi taratibu mwamba akawa na nyanyuka zake na kisha kuondoka. Naambiwa jamaa aliweza kufika mpaka nje, huku anaangalia kushoto na kulia, hamuoni mpenzi wake. Je, atakuwa ameenda wapi? Na hapa tu unaambiwa bado hajamtambulisha kwa mama yake, na mama yake sijajua yule Brenda ni rafiki yake, sijajua hii ngoma inakaaje. Sasa unaambiwa bi mkubwa wake Maxi alikuwa anatoka. Cha mimi niende kwenye mihangaiko yangu, ila baadaye nitarudi. Basi waliagana pale, kisha bi mkubwa aliweza kuondoka. Huko naye Max akawa anapigia simu Brenda ili tu ajue yuko wapi. Mbiwa huku tu kwa mwamba alikuwa anapiga simu, mapenzi tu ameshamnogea. Mara ghafla Brenda aliweza kufika, akawa anamwambia, "Hivi inawezekanaje ukawa na urafiki na mamangu?" Brenda akasema, "Yaani wewe acha tu." "Naomba niache." "Nitakuachaje? Mimi nataka kujua tu. Hapa nilipo siwezi kuwa na wewe, mama yako ataniua. Isitoshe ni rafiki yangu." "Naelewa, ile tambua hisia zangu." Brenda alikuwa anamwambia jamaa akasema haiwezekani. Na huwezi kuamini, mwamba alikuwa analazimisha tu, mara ghafla aliweza kumbusu hapo hapo. Yaani ni kupeana tu mabusu. Ile alikuwa anamalizia kumbusu tu, mara ghafla mlango uliweza kufungulia, na huwezi kuamini, mama yake Maxwell aliweza kushangaa. "Hivi mnafanya kitu gani hichi? Brenda, wewe unakunifanyia mimi hivi? Yaani unaamua kutoka na mwanangu?" Yaani huwezi kuamini, Brenda alikuwa amepagawa.
na huku Maxwell alikuwa akimzuia mamake na Brenda, kisha aliweza kufungua mlango na kukimbia. Brenda, mimi nitakuja kukuua wewe. Hivi mwanangu, wewe unakutoka na mshangazi? Mama, naomba nielewe, achana naye, yaani huwezi kuamini. Hivi mwanangu, wewe unakuweza kutoka na mshangazi kama yule? Umeshindwa kutafuta kitoto cha 2000? Mama, naomba nielewe, ni mwanamke niliyonichagua mimi, sitaki unipangie, na huwezi kuamini, mwamba aliyekula kofi.